Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ni Apostle Isaac tena mbele zako hapa. Kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu kupitia Sat Media. Natokea Kigamboni, mtaa wa Dege, kanisa la Ebeneza. Leo nazungumza nawe namna ya kushiriki Kwaresima. Namna bora ya kushiriki Kwaresima au kufunga. Namna ya kwanza tunasema ni mfungo. Tunajinyima chakula, tunajinyima tabia fulani kwenye maisha yetu, tunajinyima burudani fulani, tunajinyima vitu mbalimbali ambavyo vitaenda kinyume na Mungu. Tunaruhusu uwepo wa mfungo, tunaruhusu kipindi cha mfungo katika maisha yetu. Ni siku 40 ambazo kabla ya Pasaka ambayo tunasema tunatenga muda wetu na Mungu. Lakini namna nyingine ya kushiriki Kwaresima ni kutenda mema. Fanya matendo ya wema, jali yatima, jali wajane, jali wagonjwa, wafungwa. Mtu wa Mungu, utakuwa umeshiriki Kwaresima. Nje na kufunga, kufanya yale matendo ya huruma, tunasema umeshiriki Kwaresima. Lakini tafakari neno la Mungu, soma Biblia. Ni muda mwingine ambao kwa watu wa Mungu tunapaswa kusoma neno. Ni kipindi cha kutafakari maneno ya Mungu. Ni kipindi cha kusoma neno. Lazima ufanye tafakari mbalimbali za neno la Mungu. Lakini pia ni kipindi ya kuwaambia wengine habari za Mungu. Ili tuweze kujua kwamba wewe ni mfuasi pia mzuri wa Yesu, lazima waambie wengine habari za Yesu. Lazima waambie wengine habari za Mungu. Lazima waambie kwamba Yesu anaweza. Mungu anabadilisha. Kile kitabu cha Yakobo 1:22 inatuonyesha pia kwamba ili uweze kuwa na ushirika mzuri kwenye Kwaresima ni pamoja na kujitathmini. Anasema msikubali kuwa wasomaji wa neno tu, bali watendaji wa neno pia. Unapokuwa mtendaji wa neno, tunaweza kusema kwamba umeshiriki vizuri Kwaresima njema. Lakini Kwaresima ni vitendo kweli kweli, sio maneno tu, bali ni jinsi unavyotekeleza imani yako kwa vitendo. Kwa vitendo. Nimesema kwa ufupi, kujitathmini, kutenda mema, kuomba na kufunga. Hiyo ndo namna nzuri ya kushiriki Kwaresima. Unaweza kusema nimeshiriki Kwaresima kwa kufunga vizuri, kwa kusoma neno, kwa kutenda matendo ya huruma au matendo mema, lakini pia umeshiriki Kwaresima kwa kujitathmini maisha yako. Kwamba mimi ni Mkristo kweli kweli? Mimi ni mtenda wema? Mimi ni msomaji wa neno? Yote hivyo unakuwa umeshiriki Kwaresima. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awatunze. Kumbuka ni Apostle Martin Laizer wa huduma Ebeneza, Kigamboni, mtaa wa Dege. Leo niko Sat Media. Karibuni sana.